Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'd. Ndugu zangu, nimekuja kwenu leo ya kueleza mada au somo adhimu kabisa ambalo kwamba linasema sababu nne kwa nini tunakwenda kufanya hii siku ya Ijumaa. Tumeelezana katika video za nyuma zilizopita. Kwa wale ambao tumeshuhudia mara nyingi, tumeelezana katika video za nyuma ambazo zimepita. Tulielezana swala zima la dua ambayo mara nyingi huwa tunaifanya kila mwishoni mwa mwaka, dua hiyo. Lakini safari hii tunaifanya katika tarehe 12 ambayo itakuwa ni kesho, siku ya Ijumaa. Leo tuko tarehe 11, ni Alhamis, na tuna sababu 3 au 4 za kwenda kuifanya dua hiyo. Kwanza, tumesema kuna sura za wao zitakwenda kusoma katika dua hiyo, sura za wao ambao ni watini, waduha, walaili, washamsi, wanaziati, walmursalat na kuendelea. Hizi ndugu yangu, kwanza ni zinguo tosha. Kama kuna mtu ana mashetani, ana majini, ana nuksi, ana mabalaa na mikosi. Kuna baadhi ya watu wana mabalaa, wana mikosi, mambo yao hayaendi, mambo yao hayafunguki, maradhi mara kwa mara amewagamba katika familia zao, katika nyumba yao. Basi kila mshiriki katika dua hii atakwenda kukutana na kisomo hicho cha sura hizo za wao, na tutazirudia hizi mara 17 katika dua hiyo. Wako baadhi ya watu katika nchi za watu zingine, wengine wana shida ya vibali vya kazi, vibali si vya makazi, hawajapata shekhe. Basi nao wanatumia fursa hii kwenda kumwomba Mwenyezi Mungu awafungulie masuala yao, wengine katika masuala ya kazi vile vile. Kwa hiyo tunakwenda kusoma hizo sura ngapi? 17. Lakini jambo la pili, tutakwenda vile vile kusoma suratul Waqi'a na suratul Mulk na suratul Yasin. Hii Yasin ni sura ambayo ndani yake inafanya wepesi katika swala zima la maisha, surati Yasin. Lakini ndio maana mara nyingi hata wazee wetu zamani ilikuwa wakiingia msikitini alfajiri kuswali, walikuwa hawaondoki mpaka wasome surati Yasin. Ina siri kubwa sana hii. Lakini vile vile kuna suratul Waqi'a. Hii kuna bwana mmoja, mzee mmoja alikwenda kusomoja kumshtakia Mtume, kumwambia mimi maskini, mtoto wako maskini hivi, kama nitakufa nitawaachia nini mimi mwanangu? Mtume akasema kawaachie suratul Waqi'a. Hii ni suratul Ghina, itakwenda dua yake kusomwa siku hiyo ya kesho, siku ya Ijumaa, katika dua hiyo. Hii ni sababu ya pili kwa nini tunakwenda kusoma sura hizi 3, Waqi'a, Al-Mulk na Yasin. Nimeeleza ya kwanza zile za wao ambazo zile ni zinguo, na ndizo ambazo tutakwenda kuanza nazo kwenda kufungua. Kuna baadhi ya watu wana vifungo shehe, kuna baadhi ya watu mambo yao yameharibika, kuna baadhi ya watu wanaonekana, kuna baadhi ya watu wana mazuhari na manuksi katika miili yao. Kwa hiyo tutaanza kufungua. Baada ya kufungua tunakuja tunapiga hizi Yasin na kupiga suratu Al-Waqi'a pamoja na Mulk. Na nikwambie ndugu yangu mpenzi Muislamu, dua hii tutashirikiana na watoto yatima ambao watakuwepo kwenye kuitikia dua hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na ndio maana ndani yake tumekusudia tupate mnyama ambaye atachinjwa na nyama yake italiwa kama sadaka na watoto hao siku hiyo ya kesho ya Ijumaa biidhnillah taala. Hii ni sababu ya pili kwa nini tunakwenda kusoma sura hizi. Lakini vile vile jambo la tatu, tutakwenda kusoma majina yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu anasema walillahi alasmaul husna fad'uhu biha, kama Mwenyezi Mungu yeye anayo majina yake mazuri, basi tumuombe kwa hayo majina hayo mazuri. Itakwenda kusoma dua ile ya wasilatu shafi, Allahu ya Allahu ya Allahu ya malja alqasidi ya ghafahu, ambao ndani yake kuna majina 99 ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii itakwenda kurudiwa mara saba katika dua hiyo. Ndio maana nikasema kwa wale washiriki ambao wako Dar es Salaam ambao watahudhuria katika dua hiyo, wawahi mapema, ikiwezekana na swala ya Ijumaa basi waswalie katika maeneo ya karibu pale. Na tayari maelekezo ya simu nimeshawapa jinsi ya kufika na jinsi gani wafike mapema, ili ikiwezekana basi Ijumaa waswalie maeneo ya karibu ya hali, ili baada ya Ijumaa kwenye majira saa 8:30 saa 9 basi dua hii iwe imeanza. Wallahi lazim. Na wale ambao wako mikoani ama wako nchi za nje ambao tayari wamejisajili katika dua hii,
tayari baadhi yao washatuma majina yao na wengine washaeleza shida zao na haja zao, nini wanachokihitaji katika dua hizo, tayari wameshaeleza hao. Biidhnillah taala tutakwenda kurudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika siku hiyo. Kwa hiyo ni sababu ya ngapi? Ya pili ya kusoma, ya tatu kusoma hiyo majina ya Mwenyezi Mungu wa shafi, kusoma al-Waqi'a na kusoma al-Mulk na kusoma surati Yasin, lakini vile na kusoma zile sura 7 ambazo sura 17 ambazo ndani yake zimeanza na herufi ya wao. Jambo la nne na la mwisho, kwa nini tunaifanya siku ya Ijumaa? Ijumaa kuna lisaa ambalo ukiomba dua basi dua yako hairudi bure, na sisi tumechagua katika miongoni mwa saa hiyo kwa maelezo na kauli yenye nguvu. Saa hiyo ni baada la asiri kuna kuendelea, na sisi dua yetu walilahi alhamdu tunakwenda kuifanya katika mazingira ya muda huo. Hizi ndio sababu nne zinapelekea tukafanya dua katika maeneo hayo. Na kuna baadhi ya watu wanapiga simu sasa hivi wamestuka kutaka kushiriki na wao, maana walikuwa kama maskhara. Basi tutawapokea tena watu wengine kama watakuwa tayari kupokelewa. Nambari ya kupiga ni 0756 81 11 mwisho 26. Hii ni Vodacom. Na ya pili nayo ni Vodacom ni 0793 052 052 0793 052 052 na 0756 81 11 mwisho 26. 0756 81 11 mwisho 26. Na mwisho wa kutuma majina haya ni leo siku ya Alhamis majira ya saa 6 usiku, itakuwa ndo mwisho wa kutuma majina haya. Leo tarehe 11 mwezi wa 12 siku ya Jumatano, siku ya Alhamisi ndo siku ya mwisho ya kutuma majina yenu kwa wale ambao wanataka kushiriki, kwa maana ikifika saa 6 usiku inakuwa tumezoezi tumefunga, kesho tunaingia katika dua hiyo. Kwa hiyo baada ya kusema haya niseme tu billahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.